Kirinya, mimi ni kijana mzee, second born ya mzee. So mzee challenge imekuwa naye mbeleni, mzee alikuwa anatembea, alikuwa anajishughulikia, lakini kwa sasa ile challenge tuko naye sasa, tuko na hii kitu cha kwanza kumtoa nje ilikuwa ni shida. Juu sasa kama sasa mzee hawezi kaa peke yake mpaka akuwe na mtu wa kumsaidia, kama ni kwenda kumsalani mpaka asaidiwe, kuoga mpaka asaidiwe. So kwa sasa imeturahisishia kazi. Kwa sasa kama akiachwa mtu mmoja anaweza mweka kwa kiti na akamtoa na nje. So tunashukuru sana kwa mheshimiwa. So kuna wale waheshimiwa wenye wamechaguliwa, lakini hatujaona mtu mmoja. Tumeona wa kwanza kuleta usaidizi ni mheshimiwa Mwenda. So tunashukuru sana. Sema wale MCA wasitishike, sababu kama unahudumia wananchi ni kitu unatolea kwa roho, si kitu sababu yako tu. Kwa hivyo wasitishike hata kidogo. Je, uko tayari kubadilisha nafasi yako kuwa ya kipekee na ya kuvutia? Karibu Lisha Interior, jina linaloaminika la usanifu wa ndani hapa Isiolo. Kutoka kwa nyumba za kifahari hadi ofisi za kisasa, Lisha Interior hubadilisha nafasi za kawaida kuwa uzoefu wa kipekee. Unataka mtindo wa kisasa wenye mvuto? Tuko nao. Unahitaji mpangilio wa ndani wa Kiafrika ulio wa kustarehesha? Tunakuletea. Ikiwa ni uchaguzi wa samani, mapambo ya ukuta, mapazia, taa au mabadiliko kamili, tunakutengenezea kwa upendo, usahihi na mguso wa kifahari. Nafuu ya kuaminika iliyobuniwa kwa ajili yako. Tembelea duka letu mjini Isiolo au piga simu au tuma WhatsApp kwa nambari 0758653370, yani 0752653370. Tufuatilie katika mitandao yote @Lisha Interior. Lisha Interior, buni nafasi yako, tafsiri mtindo wako. Familia ya Meme kutoka Chechelesi Wabera, kaunti ya Isiolo hii leo ina kila sababu ya kutabasamu baada ya mwanasiasa na mwanabiashara Mwenda Thuranera kutembelea familia hiyo na kumkabidhi Meme ambaye anaugua ugonjwa wa kupooza upande mmoja, yani stroke wheelchair, na shilingi 30,000. Pia leo niko hapa kuja kuangalia rafiki yangu Meme. Wakati nilipata nikuja hapa nimletee wheelchair at least aweze kutembea na aweze kujisaidia kimaisha, kutoka kupigwa na jua, kutembezwa round aone nini inaendelea. Najua Meme alikuwa ni mtu wa kupiga round, mtu wa kutembea hii town, lakini kwa sasa at least ataweza kutembea, hata kama si town, hapa kwa kijiji ataweza kutembea. Of course, na kuna mambo ya hiyo SHA imesemekana, mambo ya kuweza kusaidia wagonjwa wale wajiwezi kama Meme. Of course, hiyo naweza sema serikali kwanza, wale viongozi tumechagua, umesikia hakuna kiongozi amekuja hata mmoja. Hakuna mtu amekuja kuangalia hata mzee, na mzee ni mzee wa muhimu sana katika hii jamii. Kwa hivyo ndio mimi nikajitolea. Kirinya, mimi ni kijana mzee, second born ya mzee. So mzee challenge imekuwa naye mbeleni, mzee alikuwa anatembea, alikuwa anajishughulikia, lakini kwa sasa ile challenge tuko naye sasa, tuko na hii kitu cha kwanza kumtoa nje ilikuwa ni shida. Juu sasa kama sasa mzee hawezi kaa peke yake mpaka akuwe na mtu wa kumsaidia, kama ni kwenda kumsalani mpaka asaidiwe, kuoga mpaka asaidiwe. So kwa sasa imeturahisishia kazi. Kwa sasa kama akiachwa mtu mmoja anaweza mweka kwa kiti na akamtoa na nje. So tunashukuru sana kwa mheshimiwa. So kuna wale waheshimiwa wenye wamechaguliwa, lakini hatujaona mtu mmoja. Tumeona wa kwanza kuleta usaidizi ni mheshimiwa Mwenda. So tunashukuru sana. So mimi siruhusiwi kuongea siasa, lakini naomba mshike Mwenda mkono, kwa sababu wale wenye wako na hiyo kiti hawana hiyo nafasi ya kuja kuona mtu kama huyo. So afadhali mwenye anakuona wakati ya shida na wewe umkumbuke pia wakati huo mwingine. Sasa hiyo pesa biana tukampeleka hosi, akakaa huko siku 5, akapelekwa tena Meru, kapigwa visa, alikuwa hapo Kangeta. Lakini toka saa hiyo akanunuliwa mandawa. Saa hiyo hata saa hiyo amekunywa mandawa tu, si mbaya kama mdomo ndiko hapa, lakini saa hiyo nimeona afya yake ni mzuri, si kama ile siku ameumia. Saa hiyo wiki ya kesho ndio ya ine. Maisha yake si mbaya, alikuwa mzuri sana. Saa hiyo anahitaji mandawa, anakunyanga mandawa ya 7 kwa wiki.
Ambia mheshimiwa atusiwase mpaka mzee asimame. Hata kama amekuja leo akuja hata tena mpaka aone ako sawa. Hiyo ndio naomba mheshimiwa. Hata hivyo, Mwenda amewaomba viongozi kutoka kaunti hii kuingilia kati na kusaidia familia hiyo. Usemi wake umeungwa mkono na George Kareithi na viongozi wengine kutoka kaunti hii. Kwanza wale viongozi tumechagua, umesikia hakuna kiongozi amekuja hata mmoja. Hakuna mtu amekuja kuangalia hata huyu mzee, na huyu mzee ni mzee wa muhimu sana katika hii jamii. Kwa hivyo ndio mimi nikajitolea, lakini pia ningewasii wale wengine wakuje waweze kusaidia mzee kama huyu, na nikoshua kuna watu wengi sana wameathirika hapo lakini hawapati usaidizi wowote. Kwa hivyo mimi nawaomba viongozi wenzangu wa jamii tujitokeze tusaidie wanaoathirika katika jamii. Kama jamii hatuwezi keti tunaona wengine wanateseka, wala sisi tuko sawa. Wale wako chini tuwainue. Kuna watu of course wako kwa serikali. Kuna watu wako na viti, tumechagua MP, tumechagua governor, tumechagua wengine na wengine. Lakini inakaa Isiolo watu wanakujanga tu wanaomba kura, wanakimbia Nairobi. Hakuna shughuli na Isiolo tena. Of course hii ndio inapaswa kuwa mwisho wa hii maneno. Na ndio maana tunasema hata kwa wale wasee wetu wa jamii tunawaheshimu sana, lakini kwa sasa wachukue break. Sisi vijana tumekomaa sasa. George Kiremi Kareithi, mkaaji wa Wabera. Hapa tuko Chechelezi siku ya leo. Tumekuja kwa ajili ya msaada ambao Mheshimiwa Mwenda Duranira ameweza kujitolea kwa ajili ya kusaidia mzee Meme mambo ya wheelchair. Na yetu ni kushukuru zaidi kwa sababu ufadhili huu sio kidogo. Tumekuja kwa sababu Meme amekuwa mgonjwa kwa siku nyingi, lakini leo Mheshimiwa Mwenda pamoja na timu yake na marafiki wala ambao wa karibu tumejumuika sote pamoja ili tuweze kuja na kuencourage Meme ya kwamba bando hata kama yeye ni mgonjwa anaweza pona na arejee maisha yake mengine. Na hayo tumefurahi sana sisi kama wakaaji wa Chechelezi kusema ya kwamba ufadhili huu tumeupokea ni mzuri wa kuweza kumsaidia Meme. Tunajua kuna wengi ambao hawajapata msaada kama huu wa mambo ya wheelchair. Tunajua kuna wengine ambao wameshidiwa na tutaendelea kuwa-identify ndio tuweze kupatia listi hiyo Mheshimiwa Mwenda na pamoja na wale wafadhili wengine, ili labda kama kuna mgonjwa ambaye yuko kwa kitanda na hajaweza kupata ufadhili ama msaada wa kuweza kupata kama wheelchair kama hii, tuweze kuwa-identify na tuweze kuwaleta waweze kupokea. Na tunauliza pia wakaaji wa Chechelezi na pia Wabera ama Isiolo, tukiwa tuko na mgonjwa ambaye ako kwa kitanda na ana nguvu, ana uwezo na anahitaji mambo ya wheelchair, usiogope kusema. Tuko na watu ambao wako na nia njema ya kuweza kusaidia Mheshimiwa Mwenda na waheshimiwa wengine na marafiki wengine wazuri. Kuhusu mgogoro unaoendelea katika serikali ya kaunti, Mwenda alikuwa na haya ya kusema. Wana Isiolo ni wanaopenda amani. Na Kenya generally ni watu wanapenda amani. Na niko sure kama kuna hii maneno inaendelea impeachment ambaye MCA hapa wamesema wamtaki governor na wamejitokeza wote. Kuna sababu. Unajua wale ni wakilishi wa jamii. Kwa hivyo kama wanaona huyu hawapeleki mzuri, wanasema wacha tuweke mwingine. Na hivyo ndivyo constitution inasema. Kwa hivyo hiyo ni haki yao, na kama mimi mwenyewe kama mwananchi nasikia nimefinyilika. Na si mimi peke yangu, kuna wengine wengi na wengi na wengi. Kwa hivyo kama viongozi wetu wale MCA I think wamefanya kazi mzuri na watu wengi wanapongeza, sababu Isiolo haiwezi endelea hivi. Hakuna maendeleo, hakuna kitu inaendelea. Kwa hivyo na ukiona kaunti zingine kama juzi nimekuwa Murang'a Investment Conference ambayo ilikuwa na maajabu. Ukiona vile serikali zingine zinafanya huko nje unashangaa, kwani sisi wana Isiolo tulikosea nani? Tunahitaji maendeleo hapa. Ndio maana tuliwachagua. Kwa hivyo kama waleti maendeleo, faida yao ni nini? Wana faida kweli? Kama wana faida basi si ndio hivyo waende nyumbani. Sema wale ma-MCA wasitishike. Sababu kama unahudumia wananchi ni kitu unatolea kwa roho. Si kitu sababu yako tu. Kwa hivyo wasitishike hata kidogo. Na tena unajua mwanaume
kusaliwa siku moja, kufa ni nyingine.